Ongezeko la visa vya maradhi na matatizo ya afya ya akili katika kaunti ya Makueni ambavyo wakati mwingine vimesababisha hasara na uharibifu. Naibu gavana wa kaunti hiyo Lucy Mulili ameisihi kanisa kuwa katika nafasi ya mbele katika kuisaidia jamii kukabiliana na masuala ya ukatili wa kijinsia na changamoto nyingine za kijamii. Akizungumza baada ya kuhudhuria mkutano na viongozi wa kidini katika eneo bunge la Kilome, Mulili amehimiza taasisi za kidini kwa mstari wa mbele katika kuongoza na kutoa ushauri kwa jamii, akibainisha kuongezeka kwa visa vya dhulma za kijinsia na kujiua, na akawasihi wakazi wa Makueni kuwapeleka hospitalini mapema wanaokumbwa na changamoto za afya ya akili, huku wakidumisha umakini na uangalizi ili kuzuia madhara. Ni vizuri tufikirie jinsi. Siku hizi kuna mambo ya GBV ambayo imeendelea ya pale nyumbani, unapata kuna vita vingi, kuna defilements na kuna mambo ambayo hayafai. Kwa hivyo kanisa tungependa muendelee tusaidiane sote. Hii ni jambo la national, la county na pia la kanisa, sababu jamii imekuwa na stress, yani yale mawazo mengi, msukumo wa mawazo, na tumeona watu wako na ile kitu inaitwa depression, na ndio unapata kwa Makueni County zimekuwa zikiripotiwa cases nyingi ambapo unapata watu wamejinyonga, ambao ni jambo mbaya, si nzuri katika jamii. Na kwa hivyo kwa kanisa nilipenda kutoa wito tushirikiane na nyinyi wakati kuna mambo kama hayo, wakati mnafanya zile advisory, mnafanya zile uhusia, muweze pia wakati mnaona kwamba jambo limeongezeka zaidi, ni vizuri watu wengine wanatumwa kwa county level 4 hospitals ambapo tuko na counselors ambao tuko na wao. Watu wale wako na depression, saa zingine huwa mtu hajijui, lakini pia tuko na madawa ambapo mtu anaweza kupewa dawa, anatibiwa, alafu anawacha kuwa na ule msukumo mwingi wa mawazo. Na tukiachana